tunaweza kusamehewa kwa kupitia damu yake, tunaweza kuwekwa huru. Kwenye maandiko tuliyoyasoma anasema nanyi mfahamu, nanyi muelewe, nanyi mtambue, nanyi mjue ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, sio kwa fedha, sio kwa dhahabu, ili muweze kutoka kwenye mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya mwana kondoo. Sio kwa fedha, sio kwa dhahabu, sio kwa mali, sio kwa vitu, iko damu ya thamani. Fedha ni kitu cha thamani sana, vitu vizuri. Dhahabu ni mali ya thamani, lakini ni vitu vya thamani kwenye maisha haya, ni vitu vya thamani kwenye ulimwengu huu, ni vitu ambavyo vinaweza kusababisha maisha yetu kuwa kwenye viwango tofauti, kwa sababu fedha zipo, kwa sababu dhahabu zipo kwenye maisha haya. Inaweza ikatatua vitu vingi na mahitaji mengi, lakini swala la roho ya mwanadamu, swala la ukombozi wa mtu kutoka kwenye maisha ya utumwa, kutoka kwenye maisha ya dhambi, haina mahusiano wala uwezo wa kufanya chochote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Fedha haiwezi kuokoa. Hapana. Na ndio maana wamekuwepo wengi waliokuwa wamefanikiwa, lakini ukombozi haukutokea kwenye maisha yao kwa kupitia fedha zao, ila walipomkiri Yesu kuwa Bwana na kuwa Mwokozi, rehema za Mungu zimeachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji ujue chanzo cha ukombozi ni wapi? Chanzo cha ukombozi ni nini? Tumepita kipindi cha mbuzi na kondoo, sio kipindi chake. Yuko Yesu ambaye Biblia inasema damu yake inanena mema kuliko damu ya Abeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wote waliomwamini Yesu waliweza kuokolewa, waliweza kusamehewa, waliweza kubadilishwa, mwenendo wa maisha yao umegeuzwa, maana kuna nguvu katika damu ya Yesu. Amen. Kuna nguvu katika kumwamini Kristo. Tunapomwamini Yesu anatutoa kwenye utumwa. Ndio maana mahali pengine anasema mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimwamini Yesu anakuweka huru. Ndio. Huru mbali na dhambi, huru mbali na masengenyo, huru mbali na ulevi, huru mbali na ushirikina, huru mbali na kuabudu mizimu, huru mbali na kutegemea waganga, huku mbali na kuishi maisha ya kishirikina. Damu ya Yesu inatosha kutuweka huru. Amina. Na ndio maana tumekuja kwako jioni ya leo, tuweze kukukumbusha usalama wa maisha yako, tuweze kukukumbusha njia ambayo ni sahihi, kwamba ukikubali, kwamba ukiamini, kwamba ukifuata, uzima utakuwepo kwenye maisha yako. Mabadiliko yatakuwepo kwenye maisha yako. Kumekuwepo na njia nyingi wanazoambiwa wanadamu kwamba inaweza kuleta ukombozi kwenye maisha yao. Ilikuwa hapo Nairobi, nimekuja juzi. Tumeenda kumwombea mgonjwa mmoja ambaye alikuwa anaumwa miaka 3, amelala pale ndani. Na tulipoenda pale tukamkuta amefungiwa kitambaa cheupe kwenye mkono wake. Alafu alikuwa kuna maji aliyokuwa nayo pale. Yale maji alikuwa anakunywa kidogo kidogo. Tukawa tunamuuliza, hii ni vitu gani? Anasema hiki kitambaa cheupe hiki nimeuziwa kwa nabii. Sema baba. Nimenunua kwa nabii.
aliyeniambia kitambaa hiki kimebeba upako. Kitambaa hiki kina ukombozi kwenye maisha yangu, kwa nifunga kwenye mkono wangu na nisiitoe. Na amenunua hela nyingi tu. Kitambaa, hebu sema kitambaa. Lakini alikuwa na maji kwenye kibobo kama ile Kilimanjaro, kale kadogo kale. Lakini sio Kilimanjaro, maana kula hakuna hiyo Kilimanjaro. Ni aina fulani ya maji hapo, ni kwenye chupa ndogo.